Yesu asifiwe. Naitwa Dr. Frank Biela, mwalimu wa kimataifa, mchungaji pale Nairobi. Lakini pia tuna huduma inaitwa Rabuni Ministry. Na tunaamua kufundisha watu kupitia television, kufundisha watu kupitia social media na kufundisha watu kwa vitabu. Kufundisha watumishi wa Mungu ndio target yetu kubwa, lakini pia kufundisha kanisa, mwili wa Kristo. Na tunaanza somo yetu mpya, tunataka kuongea jinsi ya kutimiza maono. Maono nitaitimiza namna gani? Na kwa nini tunaleta somo hili? Tumekutana na watumishi wengi wa Mungu wazuri kwambia nina maono. Mwaka wa kwanza nakutana iko na maono, mwaka wa 5 iko na maono, mwaka wa 8 iko na maono, lakini maono inashindwa kugeuka kuwa kweli. Sasa nini na nini, vipi, nini na nini nahitaji kufanya kusudi maono itoke kuwa maono lakini igeuke kuwa true, igeuke kuwa kweli? Tutaenda kusoma Biblia katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 37 mlango wake wa 15 mpaka 20. Taomba Pastor David atusome. Nitasoma katika jina la Yesu. Mwanzo 37 mstari wa 15. Inasema, mtu mmoja akamkuta. Naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Mstari wa 16. Akasema, na watafuta ndugu zangu. Tafadhali niambie mahali wanakochunga. Mstari wa 17. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Mstari wa 18. Wakamuona toka mbali, na kabla hawajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Mstari wa 19. Wakasemezana wao kwa wao, haleluya, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Mstari wa 20. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nasema nataka kufundisha kuhusu jinsi ya kutimiza maono. Na tumeamua kuchukua maisha ya mtu kwa jina yake Yusufu aliyepata maono. Lakini maono ya Yusufu haikubaki kuwa maono, lakini maono ya Yusufu iligeuka kuwa kweli. Na kwa kufundisha hivi vizuri, nipende nisipende, lazima taongea kuhusu historia. Yakobo akazaa watoto 12. Na kati ya watoto hao mmoja jina yake Yusufu. Na Yusufu ni picha ya Yesu kamili. Picha ya Yesu kwa nini? Yusufu ndo alikuwa mwana mpendwa wa Yakobo. Na Yesu, Mungu alipokuja hapa duniani, Mungu anasema huyu ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye kupita watoto wote. Kitu ya pili na tuthibitishia Yusufu ni picha ya Yesu. Biblia inasema kwa sababu Yakobo alimpenda Yusufu, akamtengenezea vazi ya marangi original. Na Yesu kwa sababu Mungu alimpenda, Mungu akampatia Yesu vazi sio na nini, na mshono. Kitu ya tatu inadhibitisha Yusufu ni picha ya Yesu. Yusufu ndugu zake walimchukia kwa sababu ya kipaji chake ya kuota ndoto. Na Yesu ndugu zake walimchukia kwa sababu anafanya miujiza, anaponya, anabariki, watu wanakombolewa. Kwa hivyo Yusufu ni picha ya Yesu. Sasa mahali tunatoka kusoma, ndugu zake na Yusufu walikuwa wanachunga kondoo ya baba. Na kwa sababu walikuwa katika kuchunga mifugo, mnaitafutia chakula sehemu yoyote, wakalazimika kwenda na tafuta chakula.
Na walipokawia, baba ya Yusufu akamwambia, pelekea ndugu yako nini? Chakula. Na alikuwa mtu mzuri, kwa anaenda kupelekea ndugu yake chakula katika kazi yao, kwa kile wao wanafanya. Yeye kwa sasa hajafanya, lakini hata anapelekea ndugu yake chakula, anawapelekea wakiwa na miaka 17. Na tangu utoto Yusufu alianza kuota nini? Ndoto. Najua ndoto, hakuna mtu ukiomba sema Mungu niote ndoto, hiyo siku hautaki ndoto. Ndoto inajileta yenyewe. Sasa aliota ndoto ya kwanza na aliota ndoto ya pili, lakini yote ikiwa na tafsiri ngapi? Moja, atakuwa mtawala. Na alipoota ndoto ya kwanza, alipoeleza ndoto, inaelezewa mbele ya watu watatu. Lakini tatizo ya Yusufu, kwa sababu alikuwa mtoto, hakuwa careful. Na Biblia inasema iliandikwa kusudi ikuwe mafundisho kwetu sisi tusiwe watoto. Ninapopata ndoto, ninapopata maono, ninapopata ufunuo, ninaeleza mbele ya watu wangapi? Watatu. Na unapoeleza mbele ya watu watatu, unahitaji kuwa careful. Watu watatu, kila mmoja anaipokea vile anaipata. Alikuwa anaeleza mbele ya baba yake, alikuwa anaeleza mbele ya mama yake, na alikuwa anaeleza mbele ya ndugu yake. Baba yake alikubaliana na ndoto ya Yusufu, kwa sababu hata Yakobo naye pia alikuwa muota nini? Ndoto. Na akasimama naye na akaisupport. Lakini mama yake akupinga na akukubali. Yeye alikuwa katikati. Lakini Biblia inasema ndugu zake wakamchukia kwa sababu ya nini? Ya ndoto zake. Sasa huyu mtoto, tatizo ilikuwa hakuwa anaangalia, alikuwa anaeleza ndoto, lakini hakuwa anaangalia vile watu wana react, kila mtu vile anafanya nini? Anapokea ndoto. Na ukiwa na maono, Biblia inasema Habakuki, maono tuyaandike, tuambie kila mtu. Lakini unapoeleza maono mbele ya watu, angalia vile watu wanaipokea. Nikiona mtu anayefurahia, nitaendelea kumshawishi. Nikiona mtu apinge na akubali, nitamshawishi akubali. Lakini akireact vibaya, mimi si mtoto mdogo, sitamwambia tena. Lakini ndio kitu Yusufu hakuona. Anaelezea ndugu yake ndoto mara ya kwanza, wanakasirika. Unajua kama utamwelezea mtu mara kufurahia, kiomba unaona vile anaanza biashara pale, haitafanikiwa. Anaanza kukudiscourage tu. Sasa huyo usimwambie mambo yako tena. Zaidi unamwambia, zaidi unaleta shida. Lazima unapouza vision. Ninapoelezea watu kile kitu Mungu ameweka ndani yangu, mimi si mtoto. Nahitaji kuwa careful. Anaipokeaje? Anaifurahia? Anaikubali? Anaipenda? Na angalia namba 2. Iko neutral. Lakini namba 3, akareact vibaya na mkwepa. Huyu ni adui wa hiyo nini? Hiyo maono. Bible inasema alipoeleza mara ya kwanza, ndugu yake wakakasirika. Alipoeleza mara ya pili, wakakasirika vibaya kabisa. Lakini anapelekea watu chakula, yeye ni mtoto. Hajui kama ndugu yake wamefanya nini? Wamechukia. Sisi sio watoto. Sisi ni watu wazima. Sisi ni watu tunakomaa. Unahitaji zaidi, unajieleza kwa mtu asiyekupenda, zaidi unajiweka katika mazingira hatarishi zaidi. Nende haraka. Ndugu zake walipomuona kwa mbali. Angalia hapa kitu Yusufu iko anafanya vizuri. Iko na support huduma ya nini? Ya ndugu zake. Anawapelekea chakula, wafuge mifugo vizuri, wafanye kazi yao vizuri. Kwa hivyo hana problem nao. Lakini walipomuona kwa mbali, Bible inasema wanamjua na jina yake. Jina yake Yusufu. Lakini wanakataa kumuita kwa jina yake. Sasa tazama bwana ndoto anafanya nini? Anakuja. Na kama unataka kujua mtu akutaki, anaanza kukupanga majina. Sasa anajifanyaka pastor. Ukianza sikia mtu akwambia anajifanyaka pastor, jua akubaliane na wewe. Anajifanyaka mtumishi wa nani? Wa Mungu. Si kwamba uko mtumishi sasa una. Sasa tazama, wanajua jina yake. Lakini hawamuita kwa jina yake. Wanamuita kwa jina ya nini? Ya ndoto. Na wewe wataanza kuita kwa kile kitu uko unafanya. Anakuja.
wanasema tumshike, tumuue, na tutaona wapi hiyo ndoto yake itakuwa. Problem ya hawa kaka yake na Yusufu hapa iko nini? Mnaelewa zaidi? Ndugu yake na Yusufu hawashukie Yusufu, kwa sababu kabla Yusufu hajaanza na ndoto hawakuwa na problem na Joseph. Lakini problem ya ndugu yake na Yusufu ilitokea wakati Yusufu anaanza kuota nini? Na wanasema sababu ya kumuua, kitu wao wako na katala yapen. Hawataki hiyo ndoto ifanye nini? Na shetani hana shida na sisi. Anaweza kututumia kwa chochote. Lakini shetani anaogopa hiyo maono Mungu ameweka ndani yetu. Kwa sababu ndoto yote ya Mungu inavunja kazi yote ya shetani. Tukija tukihubiri watu wanapona, tukihubiri watu wanabarikiwa, tukihubiri watu wanainuliwa, kazi shetani anakosa kufanya nini? Kazi. Sasa shetani atupige, atuchukie sisi, lakini anachukia kile Mungu amefanya nini? Ameweka ndani yetu. Ndio kila asubuhi, kila mchana, kila jioni shetani anapenda kufanya nini? Kutumaliza. Lakini acha nikwambie, hakuna mtu anaweza kumalizwa. Mtu mwenye kuna ndoto amalizwe na mtu yoyote. Amen. Mtu mwenye kuna maono amalizwe na mtu yoyote. Amen. Anaweza kumaliza hiyo mtu ni mtu yeye binafsi, kuamua kuachana na kile Mungu amefanya nini? Ameweka ndani yako. Biblia inasema alipofika Yusufu, ndoto ni nini? Maono ni nini? Ufunuo ni nini? Ni kuona. Mtu anaweza kuona akiwa wazi. Kama vile Musa alikuwa anachunga kondoo ya baba yake, akaona live mti inawaka, lakini majani yafanye nini? Haiungwe, ni kuona. Lakini njia ya pili, Yohana wa kitabu ya Ufunuo aliona kwa maono. Uko ile ni kama maono, ni kama mtu unakaa kwa kiti, unataka kupata kwa usingizi kidogo, unabeba kisha unaonesha. Hiyo ndio inaitwa maono. Lakini hapa Yusufu yako anaona kwa maono, anaona akiwa analala, lakini anafanya nini? Anaona. Na tunapoita maono, kuna tofauti ya malengo na maono. Malengo ni kitu mimi najipangia. Mimi kama mimi nasema hii mwaka itamalizika, nahitaji gari mpya, si dhambi. Hii mwaka itamalizika, najenga nyumba, si dhambi. Hiyo ni malengo. Lakini maono ni mzigo mtu amepewa na Mungu. Mungu anakuonesha kabisa, haukupanga, haukuwa na mkakati, haukuwa na nia, lakini Mungu anakuonesha. Kama nani Musa, yeye problem yake ilikuwa ni kuchunga kondoo na alirizika, lakini akaoneshwa kitu kingine tofauti. Sauli alipokuwa naenda Damascus kushika washirika, hii ndio ilikuwa yake malengo. Anaomba barua kanisani na wanampa barua ya kwenda kuwafunga Wakristo, lakini njiani akapata nini? Maono. Sasa maono ndio unalala unaiona, unaamka unaiona, unatembea unaiona. Na hiyo kitu kinapokuwa ndani yako ndio kiko na kushawishi. Unaweza hata kuamua kuacha kazi ya kawaida. Unaelewa? Sio kuna kitu unafanya nini? Unaona. Nakumbuka siku niacha udaktari, familia walinilani. Wakakaa chini. Kwa sababu nilikuwa mtoto wa kwanza kumaliza shule. Wakalani. Kwa sababu mtoto amechanganyikiwa, ana akili sawa. Wakanilani. Lakini hata wanakulaani, kuna mzigo Mungu ameweka ndani yako. Ndio Paulo anasema ole wangu kama sitohubiri habari nini? Njema. Kile ndio alionesha, ahubiri hapa, ahubiri hapa, ahubiri hapa, ahubiri hapa. Sasa sote tumeitwa na Mungu, watumishi wa Mungu. Kuna kile Mungu alifanya nini? Alitumisha. Lakini kinatimiaje? Mara miaka nenda na miaka rudi, utikutana na mtu kila siku yeye kuna nini? Na maono. Lakini maono haigeuki nini? Kweli. Na unisikiliza vizuri. Siku ya mwisho tutahukumiwa kwa sababu mbili. Siku ya kwanza tutahukumiwa kwa sababu ya maisha yetu binafsi, lakini tutahukumiwa kwa mzigo tulipewa tutimize hapa duniani. Biblia inasema katika kitabu ya Matendo ya Mitume, baada ya Daudi kutimiza makusudi ya Mungu. Kwa Mungu alisababisha Daudi akuwe king, na atapokuwa mfalme, Mungu alitaka Daudi afanye mambo tatu. Na yale mambo yote tatu Mungu alitaka Daudi afanye, aliitimiza.
Ndio Biblia inasema baada ya Daudi kutimiza makusudi ya Mungu, Daudi akafa. Na itakuwa balaa kutoka hapa duniani kukosa kutimiza kile Mungu alikuonesha, kile Mungu alisema na wewe, kile Mungu alijifunua kwako miaka 10 ilipita, miaka 20 ilipita, miaka 10. Lakini tunapopata tu vision, Mungu anapotuonesha, unaweza kuja hapa, Mungu anakuonesha fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fuata kitu fulani kwa hii kanisa. Lakini unapotaka kuanza kutimiza maono, namba 2, maono inakutana na aina 5 ya vizuizi. Na mara mingi watu wanapojaribu kuanza maono wanakutana na vizuizi ngapi? 5. Na sijue kama hata prophetess atakwambia pale kwa counseling sana tunakutanaka na watu, na mara mingi hii ndio inakuwa msemo yao ya kwanza. Yusufu alipotaka kuanza kutimiza kile Mungu alimuonesha, kile Mungu alimfunulia, na kuambia maono si malengo, maono ni mzigo Mungu amemuonesha mtu. Lakini unapotaka kuanza kuijaribu, sema unaokoka, unaanza kuja kanisani, umejisikia ndani yako kuanza kuimba, unajisikia ndani yako kile ndio umeonyeshwa. Unapotaka kuanza kufanya kile Mungu alikuonesha, kinakutana na upinzani 5 kubwa. Na unisikilize vizuri. Maisha yetu haifanani na vile tuko. Maisha yetu haitegemei madiploma tuko na, usikataze kuwa na madiploma. Maisha yetu haitegemei capital uko nayo. Maisha yetu inategemea kile Mungu ameweka ndani yetu. Na niende mbali zaidi, Mungu hawezi kukuruhusu uinuke sana na kile kiko ndani yako hakiinuke. Utaona unakata, unarudia, unataka kupiga hatua mbele, unajikuta unarudia nyuma. Unataka kupiga hatua mbele, unajikuta. Mtu anainuka kulingana na kile Mungu amefanya nini? Ameweka ndani yake. Lakini Yusufu alipoanza kueleza kuhusu vision, maono yake, lakini najaribu kurudilia kuambia maono inaelezwa mbele ya watu wangapi? Na Biblia inasema iliandikwa kusudi kwa mafundisho kwetu. Ilielezwa mbele ya baba, ilielezwa mbele ya mama, na ilielezwa mbele ya ndugu yake. Na kila hawa hivi kundi, baba na vile alipokea, mama na vile alipokea, na ndugu na vile alifanya nini? Alipokea. Biblia inasema walipomuona kwa mbali, kwa sababu alishaeleza vision, wakasema tufanye nini? Tumuue. Lakini nikwambia mbeba maono hauliwi. Anaweza kujiua yeye mwenyewe tu. Shetani hatuui sisi. Waganga hawatuui sisi. Wanaweza kupanga mipango, haukufi. Nimewekewa sumu mara 2 kwa chakula, sifi. Mbeba maono hafi. Lazima atimize kile Mungu. Maybe yeye mwenyewe ndio ajilipue. Yeye mwenyewe ndio ajilipue, ndio maono itakosa kufanya nini? Utimie. Sasa nakusema unapoanza kutaka kutimiza maono unakutana na vizuizi 5. Kizuizi ya kwanza, na hii ndio sana watu wa Mungu wanapookoka, watu wa Mungu wanapata kuanza kazi ya huduma, kazi ya Mungu, hii ndio kizuizi ya kwanza nakutana. Biblia inasema ndugu zake mkubwa akasema tusimuue. Mungu akaingilia kati kupitia kaka mkubwa. Akasema tusimuue, ni brada yetu, ni damu yetu, lakini tumtupe ndani ya nini? Ya birika ya shimo. Biblia sasa alisema wamtupe hivi kwa sababu akiwa na nia atasema atamtoa pale amrudishe kwa baba yake, kwa sababu alikuwa anajua akikufa atakayeulizwa ni nani? Yeye ndio kaka mkubwa. Wakamtupa kwa birika. Lakini ndani ya birika kuna shida 5. Shida ya kwanza, ndani ya shimo chakula alileta. Ukisoma Biblia ukiendelea pale chini, walipomtupa wakati angali juu, chakula alileta, hawakuwa yakula. Walipomtupa tu ndio wakaanza kula chakula Yusufu alileta. Na Yusufu anakosa nini? Chakula ndani ya birika. Shida ya pili,
kwa kumtupa kwa birika, bali wamtupe na hiyo vazi yake nzuri ya mara, walimvua. Ndani ya birika hakuna mavazi. Shida ya tatu, ndani ya birika, nakwambia kuna shida tano hivi. Ndani ya birika hakuna malazi, hakuna sehemu ya kulala. Shida ya nne, ndani ya birika hakuna maji. Na shida ya tano mbaya kupita yote, kama shimo ilikuwa ya mita 2, hata Yusufu angependa kufanya mita 3 huko, haingefanya nini? Isingewezekana. Kwa hiyo alikuwa na life yenye iko na limit na mipaka. Lakini kilichokuwa nzuri peke yake ndani ya birika ni kitu kimoja. Ndugu za birika haikuwa inafunikwa, hiyo shimo haikufunikwa. Ndugu yake walikuwa wanaona mbingu na Yusufu alikuwa anaona nini? Mbingu. Maana yake tunapoitwa na Mungu, tunaposikia kabisa kuna kitu ndani yetu kinatusumbua, na tunapovutiwa kutaka kuanza kufanya kile kitu Mungu alituitia, kitu ya kwanza Shetani hututupa katika maisha ya shida. Kula shida, kuvaa shida, kulipa nyumba shida, kila kitu inakataa. Ndio mara nyingi tunapokea kazi, unakuta mtu anakuambia, "Doctor, before mimi niingie kwa maneno ya Mungu, maisha yalikuwa mzuri. Lakini tangu nimeshikana." Unaona kama inakuwa uongo sasa, kwa sababu tunamwambia, "Kuja Yesu atakubariki, atakupona, atakubadilisha, atakufanya hivi." Unaingia ndio nenda mbaya. Inakataa. Lakini kitu ningependa kukuambia, haikuanzia wewe. Yusufu ilikataa. Si Yusufu peke yake. Yesu alipotimiza miaka 30, anaanza huduma. Biblia inasema alipoenda kubatizwa, yeye anataka kwenda kuanza huduma, Roho Mtakatifu ikampeleka nyikani. Mahali hakuna chakula, hakuna maji, hakuna malazi. Unajua unapokuwa unapenda, mara mingi watumishi wanapitia kwa mambo vingi. Unajikomiti mambo yende sawa. Vile vile Shetani alimuuliza Yesu, "Kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu kweli? Unakosa chakula. Angalia vile kiatu inapanda, wewe ni mtumishi wa Mungu kweli?" Shetani utatokea. Lakini kitu unahitaji kujua moja, Yusufu hakufa ndani ya shimo. Yesu hakufia jambo. Inaweza kuwezekana vile niko nafundisha hapa kabisa, chakula kwako ni muujiza. Inaweza kuwezekana vile niko nafundisha hapa, kuvaa kwako ni shida. Kwa hiyo kwa lugha fupi tu, mara mingi mtu anapoanza utumishi, Shetani anahakikisha anashughulikia maisha yake ya kawaida, financial. Inakataa. Kwa nini iko nakataa? Shetani iko nataka kukutoa kwa maono, akupeleke kwa malengo, kwa maneno. Wanze kuona vile unateseka, wanze kuona vile uko na shida, wanze kujiona vile una maana, wanze kujiona vile huko kitu chochote, wanze kujiona vile ni kama Mungu afanye nini? Akuone. Nimewahi kuona mtu anakuambia na achana na maneno ya Mungu, hakuna maana. Afadhali nirudie maisha yangu ya zamani. Hii inateseka sana. Hii inanipita sana. Lakini acha nikwambie, Yusufu alipelekwa na Shetani, lakini Yesu alipelekwa na Shetani. Yesu, ukisoma Luka hii, Roho Mtakatifu akampeleka Yesu wapi? Nyikani. Unajua kuokoka ni hatua moja, lakini kuanza kuchange ni hatua ingine. Hasa Mungu analeta vitu vyenye vitubadilishe. Inaleta vitu yenye inatufanya tumfanane. Analeta vitu yenye itasababisha kesho kutwa uwe msaada kwa watu wengi. Lakini kitu unahitaji kujua tu, Yusufu hakukufa kwa shida. Yesu hakukufa jangwani. Hiyo maisha unapitia, unaenda kuitoka. Utatoka. Hiyo hali negative uko unapitia, utatoka. Haijalishi imechukua picha mwelekeo gani, haijalishi haina dalili aina, lakini kwa sababu kwa ile hali tu, kwa hiyo namna yote, wewe endelea kumtumikia Mungu. Endelea kupambana. Kuja hapa, unajua kwa nyumba kesho kuacha kitu,
lakini wanakuja kufanya kazi ya Mungu. Kuja hapa haujui vile utalipa renti mwisho wa mwezi, kuja kupambana kazi ya Mungu. Kuja hapa haujui hata maisha kuna mwelekeo namna gani, lakini Bwana anakutengeneza kusudi ukuwe baraka kwa watu wengi. Nasema nilikuwa nafundisha somo jinsi ya kutimiza maono. Kwambia kwa ufupi tu, maono ni kuona, na mtu anaona katika mifumo zaidi kubwa sana, mifumo 3. Mfumo ya kwanza unaona life, mfumo ya pili unaona kwa maono, mfumo ya 3 unaona kwa ndoto. Lakini kuna Mungu anaongea kwa njia 14, lakini akupatie mifumo 3, lakini mfumo ya 4 pia mimi naweza kuona Mungu ananionyesha kuna kitu ndani yako. Sasa ninapoona kile ninaona, ndio asubuhi, mchana, jioni, usiku kinanisumbua kusudi nipate kufanya nini? Kukitimiza. Naanza kupambana. Sasa nakwambia wewe tu, Biblia inasema mwana wa Adamu alionekana. Nani? Yesu. Na kama Yesu alionekana duniani, alitoka mbinguni, alikuwa na nini? Na maono. Na Biblia inasema mwana wa Adamu alionekana kwa ajili ya kuharibu kazi ya shetani. Kwa hivyo maono ya Mungu inavunja kazi ya nani? Ya shetani. Kwa hivyo shetani haiko tayari afunge mikono, aangalie tu kwamba pepo ya umaskini inakutoka haraka, aangalie tu kwamba pepo ya ubachali inatoka haraka, aangalie tu kwamba ugomvi kwa ndoa inafanya nini. Haiko haraka, haiko. Atapiganisha hiyo kitu isitokee kuwa kweli. Na njia ya kwanza, shetani anajua sana yenyewe anashika binadamu, anawashughulikia kuhusu maisha ya kawaida. Vile utakula, vile utavaa, vile utaishi. Unaona inakataa. Unajaribu hivi, inakataa. Unaenda huku, inakataa. Unaenda huku, inakataa. Unaona mbele nyuma. Unapoona inakataa zaidi, kama unapenda kukoma zaidi, sogelea Mungu zaidi. Tumikia Mungu zaidi. Kule mbele Mungu ataenda kushangaza. Kule mbele Mungu ataenda kufanya nawe mambo makubwa. Watumishi wote wakubwa. Prophet ulitokea tu ukakuwa big. Si tumepitia. Sisi hapa nikianza kuelezea utakubali. Tumepitia na kupitia. Tumepaka kuna wakati unapanda tena mlimani kwenda kumuuliza Mungu, uliniita au kwa sababu unaangalia shida yenyewe. Unaona shida yenyewe haina picha. Sasa mbaya, unajua kwa ile wakati njoo mwenzako mhubiri anapita na vitu. Njoo unalala njaa, huko unaelewa. Njoo mtendaji mwenzako iko kinyumba kikubwa. Na ndio maana mimi nampenda mke wangu sana. Kwa sababu tulistruggle naye. Na alisimama. Tulipitia. Mtoto wangu wa kwanza kwa sasa ndio anakula. Lakini kwa sasa yuko Canada anasoma. Alikuwa anakula magazeti kwa sababu hakuna chakula. Anakula magazeti. Sasa kesi ya kumkataza mtoto hakuna kwa sababu hakuna chakula. Tulistruggle. Lakini hatukufia hapo. Leo tunaishi kama watu. Chochote kile mtu anaweza kufanya na mimi naweza kukifanya. Na wewe kesho utaishi kama mtu. Utafanya kama mtu. Utakula kama mtu. Utatembea kama mtu. Utaenda mahali yote watu wanafanya nini? Wanaenda. Kwa hivyo maono, usifikiri tu Mungu. Unajua makosa ya Mungu si dhambi. Mungu anapotuonesha maono, atuoneshe kile tutapitia. Mungu alimuonesha Musa tu vitu 2. Msikilize vizuri. Na Musa alikuwa anajua ni kazi rahisi sana, cheap. Utoe wana wa Israeli Misri kwa shida na uingize Kanaani. Unisikilize vizuri. Misri na hii Kanaani hapa Israeli kwa miguu ni safari ya wiki 2. Miguu, si baskeli. Miguu, si mbali hapa Egypt na Israeli. Karibu sana. Kwa Musa alikuwa anaona ni kazi rahisi baada ya wiki 2 watu watakuwa wametoka kwa shida na wanaanza kula asali na nini? Na maziwa. Lakini matatizo Mungu hakumuonesha yale watapitia. Angemuonesha Musa asingekubali.
Na Mungu sisi huonesha tuko na mikutano mikubwa. Mungu huonesha tuko na kanisa kubwa. Mungu huonesha sisi watu wanapona kupitia sisi. Lakini Mungu hatuoneshi tutapitia wapi mpaka tufike kuwa kile alituonesha. Lakini kitu moja unahitaji tukujua na kushika. Mungu sio mtu kwa kusema uongo. Kila aliongea kwa maisha yako, kila aliongea kwa maisha yako, siku moja shetani apende asipende, wachawi wapende wasipende, watu wapende wasipende, itageuka kuwa true katika maisha yako. Namalizia kusema nilikuwa nafundisha kuhusu jinsi ya kutimiza maono. Nakwambia maono ni kuona. Na hiyo ndio dira. Hiyo ndio iko na kuelekeza. Hiyo ndio iko na kuambia uhitaji kwenda huko na uhitaji kwenda huko. Na ndio pia kuna vita kubwa inakuwa kwa maono. Kila mtu ana vile alifanya nini? Aliona. Musa ana vile alifanya nini? Aliona. Msikilize vizuri. Nani? Nuhu naye ana vile alifanya nini? Aliona. Unajua kitu Mungu alimwambia Nuhu ajenge? Ajenge safiri. Kila ndio aliona. Kwa hiyo asubuhi, mchana, jioni, usiku yeye alikuwa anaona safiri. Lakini Mungu akamwambia Musa naye ajenge hema ya kusanyiko. Sasa ungemweka Musa na Nuhu pamoja, hakuna kitu kingejengeka. Kwa sababu kila asubuhi Nuhu angesema ni safina tunafanya nini? Tunajenga. Na kila asubuhi Musa angesema ni hema tunafanya nini? Tunajenga. Na ndio maana pia makosa mingi napatia hawa viongozi. Mimi kwangu mwisho wa mwezi yote ya mwaka Disemba tunafundisha kwa chache, hatufundishi watu kuhubiriwa. Tunafundisha maono yetu, kile Mungu aliweka ndani yetu. Kwa sababu kila huduma ina yake nini? Najua Habakuki 2 sana maono yaandikwe, kila mtu aisome. Hii kanisa haiwezi kuongoza kama ile kanisa ya pale. Kwa sababu ule ana vile alifanya nini? Aliona. Na wewe una vile unafanya nini? Umeona. Hata muwe dhehebu moja, unisikilize vizuri. Muwe tuseme nyinyi wote Rema ya hapa na hata Rema ya pale. Ni kweli iko kwa uvuli ya Rema, lakini kuna vile Mungu amefanya nini? Amemuonesha. Na nikiongea sasa, ukiwa chini ya maono ya mtu, na sababu ya kuficha yako maono. Mpaka siku yako maono tayari. Tunashika hiyo maono. Na maono yote ina memba 4. Malengo naitimiza peke yangu, lakini maono siitimize peke yangu. Maono lazima ikuwe na memba 4. Memba ya kwanza, leader. Ule Mungu alimuonesha. Ule Mungu alisema naye. Ule Mungu alimfunulia ile jambo. Lakini memba ya pili ni hao nawapata hapa kila siku. Napata wanaitwa member associate. Yesu alikuwa na maono yake kutoka mbinguni, lakini ilihitaji apate mitume 10 na ngapi? Member associate. Musa alitoka na maono yake kwa Yerto, lakini ilihitaji apate wazee 70 na ngapi? Na wawili, member associate. Lakini namba 3, maono kwa sababu ifanyike mbinguni, inafanyika duniani, inahitaji nini? Mani. Na si kitu ya kuisahau, na sio kitu ya kuipuuza. Bila pesa amkae hapa kwa jambo, utafukuzwa. Member wa 3 inaitwa member support. Na tunapoongelea member support, tunampata sehemu yoyote, au ameokoka, asiwe ameokoka, lakini akikubaliana na kile tunafanya, atasimama na kazi hapo. Number 4, member wa 4 anaitwa effective member. Wale tutawahudumia. Na tunahudumia watu kulingana na maono Mungu amefanya nini? Ametupa. Ukija church yangu wale Nairobi ni nadra. Usikilize. Naita ni nini? Ni nadra. Nafanyaka hata mwaka 2 sikuombea mtu. Ndivyo Mungu aliongea na mimi. Na napokuja hapa leo ni unabii. Wanapoombea watu. Mara ya kwanza alitoka nilipohudumu mara ya kwanza hapa anakaa nikamkemea, mnaambia angalia. Ombea watu, ndio huduma yako. Maono yangu sio kufunika maono yako. Uko naelewa? Yangu niko na vile Mungu alifanya nini? Aliniita
na lazima nifanye vile Mungu alifanya nini, alinionyesha. Na Rema Prophet Trees ana vile Mungu alifanya nini, alimuonesha. Sasa kanisa inaongozwa, tuseme maono ndio dira, maono ndio kitu mwelekezo, ndio iko natuelekeza tunafanya nini, tusifanye nini, tunaenda wapi, tusiende hapa. Sasa kwa hivyo tunasema kwa ufupi, tunapopata maono ina muda yake ya kutimizwa, na auweze kutimiza maono kabla hujakuwa chini ya maono ya mtu mwingine. Unakaa, unajifunza, unaelewa, na baadaye kisha kukomaa unatimiza maono. Lakini tukiwa ndani ya maono, kizuizi ya kwanza tunakutana na nini? Maisha. Na watumishi wengi wa Mungu wameachana na kazi ya Mungu, wako wanapambana na maisha. Ndio unakuta mwingine sasa, nitaanza kazi ya Mungu mpaka napata nini? Niko nataka kwa nunue viti, na nunue maono inataka kama Mungu anakuita hauna viatu, Mungu anataka utumike hivyo hivyo. Ukiwa katikati ya hiyo safari, viatu inafanya nini? Inapatikana. Ukiwa katikati ya hiyo safari, mchumba anafanya nini? Anapatikana. Lakini ukisema unaacha kazi kwa ya Mungu kwa sababu kuwe hiki akitatokea. Sikudanganya. Akitatokea. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.